Yes, shalom watu Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe na Bwana awabariki sana na Bwana watie nguvu. Yes. Bila shaka leo ni siku nyingine tena, nataka nikwambie jambo hili ambalo Bwana amelikusudia kwako. Kabla tujaanza, nataka nikakuombee ili Bwana akafungue akili, maarifa na ufahamu wa kuelewa maana ya somo hili. Bwana majeshi, Yesu Kristo wa Nazareti, mtakatifu wa takatifu, Bwana uliumba mbingu na nchi, na kuomba na kusi Roho Mtakatifu, Bwana wa majeshi, Holy Spirit, Bwana jizirisha, lithibitishe mahali hapa Bwana, na kuomba na kusita wala Jehova Jire, Mungu wa pamoja nami, nitawale Yesu Kristo ambaye mimi naenda kumtumia kama chombo kwa ajili ya watu wako. Kwa Bwana analika nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu ikatawale kwa kila msikilizaji, kafungua kila na hekima na maarifa yake Bwana, ukampe ufahamu na uelewa na utambuzi wa kujua neno lako na kusudi na yeye ni nani, kwa nini yupo duniani. Bwana majeshi, na anatakiwa afanye nini kilicho kusudi kuu ya yeye kuwepo duniani. Bwana majeshi, ukaseme naye ndani nafsi yake, ndani moyo wake, kwa wingi wa rehema na fadhili zako. Haleluya, amen. Ndio mtu wa Mungu, leo nataka tujifunze jambo hili hapa kuhusu kupata kujua, sawa, kuhusu kupata kujua jukumu lingine. Bila shaka nimewahi fundisha somo linalosema kusudi la mwanadamu kuumbwa duniani, na nimewahi fundisha somo hili kuhusu kusudi la mwanadamu kuumbwa duniani. Lakini leo hii, yes, niligusiaga mambo mbalimbali kuhusu kusudi la mwanadamu kuwepo duniani. Naona nikagusia mambo mbalimbali, nikasema mwanadamu ameletwa duniani kwa ajili ya kuwajibika, inabidi ajibike, awe na wajibu. Jambo la kwanza, mwanadamu aliletwa duniani kwa ajili ya kuwajibika. Na leo tunataka tujifunze sasa kuhusu kazi ya Bwana, sawa? Au kutenda kazi ya Bwana, ambako ndio kuwajibika kwenyewe sasa. Sawa? Kuhusu kutenda nini? Kuhusu kutenda kazi ya Baba. Kwa leo nataka tujifunze kuhusu kutenda kazi ya Baba. Tunawezaje kutenda kazi ya Baba? Sawa, tunawezaje kutenda kazi ya Baba? Mtu wa Mungu, inabidi tujitahidi kutenda kazi ya Baba, kwa sababu tusipotenda kazi ya Baba au kazi ya Bwana majeshi, kazi ya Mungu, maana kwamba sisi tutakuwa wakina nani? Kwa sababu tumeletwa duniani ili tupate kutenda kazi yake. Sawa watu wa Mungu, ili tupate kutenda nini? Kazi yake. Kwa hiyo tujitahidi sana tutende kazi ya Baba. Umeona? Tujitahidi kuwajibika. Wengi wetu tunaogopa kuwajibika, tunaogopa wajibu ambao Mungu aliotupa ili tupate kuwajibika nao. Kwa mfano, kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari wa 6 mpaka wa 7, neno la Bwana linasema, kila akaye ndani yake atendi dhambi. Kila atendaye dhambi akumuona yeye wala akumtambua. Umeona? Kwa hiyo kila anayekaa ndani yake, anayekaa ndani ya Baba, jambo la kwanza atendi dhambi. Sawa? Jambo la kwanza atendi dhambi. Na kila atendaye dhambi akumuona yeye wala akumtambua. Kwa hiyo jambo la kwanza, sawa, aliyemo ndani ya Mungu, aliyemo ndani ya Kristo atendi dhambi. Sawa? Atendi dhambi kwa sababu kila anayetenda dhambi, maana kwamba akumuona yeye mwana wa Mungu, akumuona Bwana, akumuona Kristo, sawa, na wala amtambui. Kwa ni jambo ambalo unapaswa kuzingatiwa na kujua ya kwamba kila, sawa, anayetenda dhambi ayumo ndani ya Bwana, ayumo ndani ya Mungu, ayumo ndani ya Kristo. Sawa, kwa sababu yeye na dhambi ni vitu viwili tofauti. Umeona? Ndio kwa maana katika sura ya mstari wa 7 inakuambia kwamba watoto wadogo, mtu asiwadanganye, atendaye haki yuna haki kama yeye alivyo na haki. Kwa hiyo watoto wadogo, mtu asiwadanganye, atendaye haki, sawa, yupo huru. Umeona? Yes, yupo huru au ana haki kama yule, sawa, atendaye haki ambaye ni yeye mwenyewe Bwana. Kwa kila anayetenda haki, sawa, kwa yuko sawa na yule Bwana wa majeshi anayetenda haki, yupo pamoja na Kristo anayetenda nini? Anayetenda haki. Kwa hiyo kila anayetenda haki
yupo pamoja na Kristo. Sawa. Kwa kuwa Bwana wetu ni mwenye haki, na wewe ukitenda haki, maana kwamba mnakuwa sawa. Hapo mnaendana. Kwa ukitenda dhambi, jua wewe ni tofauti na yeye. Haleluya. Yeye ni tofauti na wewe, na wewe ni tofauti na yeye. Kumbuka kichwa cha neno kinasema kutenda kazi za nane? Kazi za Baba au kazi za Bwana. Kwa hiyo ili upate kuzitenda kazi za Bwana, hakikisha dhambi haimo ndani yako. Hakikisha maovu hayamo ndani yako. Kuna jambo au kuna swala hili, hata baadhi ya watu wanakemea dhambi. Lakini kumbuka hizi dhambi zina majina. Sawa. Hizi dhambi zina majina. Dhambi ni cheo, lakini ndani ya cheo mna wajibu wa kuwajibika. Umepewa cheo fulani, uwe ni mhandisi. Ndani ya uhandisi mna ule wajibu wa kuwajibikia unaothibitisha kwamba hii ndo kazi ya uhandisi. Kwa dhambi, sawa, ni jina, lakini katika hiyo dhambi mna ule uwajibikaji unaothibitisha kwamba hii ndio dhambi. Kwa mfano, mtu ambaye sawa ayumo ndani ya Kristo, ambaye anayetenda dhambi na dhambi, kwa mfano dhambi, uasharati, uzinzi, ushoga, ufilaji, ufilwaji, sawa, umalaya, sawa, uongo, wizi, zinaa, sawa. Hizo ni nini? Ni dhambi. Sawa. Kufilana au kufilwa, hizo ni dhambi. Kwa hiyo yoyote aliyomo ndani ya Kristo, maana kwamba dhambi azimo ndani yake. Maana kwamba kama wewe una dhambi, kama wewe unatenda dhambi, basi jua kwamba sawa, Kristo hayumo ndani yako na wala ukumtambua. Jua Mungu hayumo ndani yako na wala ukumtambua. Haleluya. Sawa. Kwa ili ujue kwamba unamtii Mungu, inabidi ushuke hapa chini katika mstari wa kwamba watoto wadogo msidanganywe. Yani nyinyi watoto wadogo msidanganywe, kwa sababu anayetenda haki yuna haki. Kwa ukitenda haki, jua una haki kama yule alivyo wa haki, kama vile Mungu alivyo wa haki. Haleluya. Kwa mtu wa Mungu, jitahidi kutenda nini? Kutenda haki. Sawa. Jitahidi kutenda nini? Kutenda haki. Jitahidi kutenda haki. Kwa mfano, tutasoma katika kitabu cha Warumi. Umeona? Warumi sura yake ya 6 mstari wa 16 mpaka 20. Watu wa Mungu, tujitahidi kutenda haki, maana kwamba tujitahidi kufanya kazi ya Baba. Kwa ukitenda kazi ya Baba ni wakati utakapotenda haki, maana kwamba unatenda kazi ya Baba. Kwa mfano, ukimwona mtu anaonewa, utamtetea. Utapenda kudhulumu, utapenda kuchukua mke wa mtu. Kama ulikuwa unachukua mke wa mtu zamani, utapenda kuchukua. Kama ulikuwa unachukua waume za watu, utapenda kuchukua. Kama ulikuwa ni mwizi, mdanganyifu, malaya nini, kwa utapenda hayo mambo, sawa. Kwa utapenda kutenda haki, na ukitenda haki maana kwamba unatenda kazi ya nani? Kazi ya Baba, ambaye yeye anataka watu watende haki. Lakini ukitenda dhambi, maana kwamba unatenda kazi ya nani? Ya Ibilisi. Sisi tunaelewana, watu wa Mungu? Kwa hiyo utakuwa umetenda kazi ya nani? Kazi ya Ibilisi. Haleluya. Mstari huu wa 16 katika Warumi inasema kwamba sura yake ya 6 inasema amjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa kwake, katika kumtii mumekuwa watumwa kwake yule mnayemtii, kwamba ni mtumishi wa dhambi uletao mauti, au kwamba ni utumishi wa utii uletao haki. Umeona? Wanakuambia hapa kwamba haujui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa kwake, katika kumtii huyo. Sawa, katika kumtii. Amjue kwamba yani unapotoa nafsi yako katika kumtii mtu fulani, sawa, eti mumekuwa watumwa wake yule. Kwa unapotoa nafsi yako kumtii, jua umekuwa mtumwa wa yule mtu. Kwa unapotoa nafsi yako, kwa mfano kutoa nafsi yako kwa ajili ya dhambi, kwa ajili ya dunia, kwa ajili ya machafuko, kwa ajili ya maovu ya kila aina, sawa. Kama kuna watu ambao wanafanya dhambi ya ovyo, wachawi, wanaofilana, mashoga,
unapotoa nafsi zako katika hizo zambi za ovyo, zambi zenu za ovyo ovyo, unapotoa nafsi yako, sawa, kutumikia hiyo hali ya hayo maovu, au juu ya kwamba umekuwa mtumwa wa hiyo maovu. Yes, ndio kwa maana leo hii wewe ni mtumwa wa ushoga. Ndio kwa maana leo wewe ni mtoa umalaya. Ndio kwa maana leo wewe ni mtumwa wa uzinzi. Ndio kwa maana wewe ni mtumwa wa usharati. Ndio kwa maana wewe ni mtumwa wa kufilwa na kufilana. Wewe ni mtumwa wa wizi. Wewe ni mtumwa wa uongo. Wewe ni mtumwa wa ufisadi. Wewe ni mtumwa wa mauaji. Wewe ni mtumwa, sawa, wa kuharibu maisha ya watu. Kwa hiyo wewe ni nani? Ni mtumwa wa hiyo hali. Kwa wewe unaitumikia hiyo hali, kwa wewe awamtumikie Mwenyezi Mungu. Ndipo akakwambia amjue kama ni watumwa, kwamba ni mtumishi wa dhambi. Kwa nyinyi ni watumishi wa dhambi, eti ule utumishi wa dhambi uletao mauti. Kwa katika ule utumishi wa dhambi uletao mauti, kwa mnazifanya kazi za ibilisi, kazi za shetani. Kwa leo nimekuja kukwambia upate kufanya kazi za Baba wa mbinguni, upate kufanya kazi za Bwana aliye juu, upate kufanya kazi ya Mungu aliyekuumba. Sawa? Hakikisha unafanya kazi ya Bwana. Kwa ukifanya katika ule utumishi wa dhambi uletao mauti, uwe ni mtumwa katika hiyo hali. Au kwamba ni utumishi wa utii uletao haki, au kama ni utumishi wa utii uletao haki, ambao ni ule haki ndio tuliosema katika ile Yohana wa kwanza sura yake ngapi? Ya 3, 6, 7, pale anatuambia tufanye haki, na tukifanya haki tunamwona Mwenyezi Mungu, tunamwona Bwana majeshi, tunamwona Kristo. Sawa? Kwa tujitahidi, haleluya, tujitahidi tunatenda haki, tuwe watumwa wa haki. Umeona? Hii sura yake ngapi? Ya 17 inasema, lakini Mungu anashukuriwa kwa maana mulikuwa watumwa wa dhambi, lakini muliitii kwa mioyo yenu ile namna ya elimu ambayo muliwekwa chini yake. Umeona? Eti lakini ashukuriwe Mungu kwa maana mulikuwa watumwa wa dhambi, lakini mulitii kwa mioyo yenu ile namna ya elimu ambayo muliwekwa chini yake. Hata hivyo ashukuriwe Mungu, muliwekwa katika hiyo hali. Sawa? Eti Mungu ashukuriwe. Muliwekwa katika hali ya elimu ya ile dhambi, mukaitii kwa mioyo yenu yote. Eti mkawekwa chini ya hiyo, mkawekwa chini ya hiyo sheria, mkawekwa chini ya hiyo dhambi. 18, na mlipokwisha kuwekwa huru mbali na dhambi, mkawa watumwa wa haki. Umeona? Kwa hiyo mtu wa Mungu, hakikisha unatoka katika hali ya kuwa mtumwa wa dhambi. Ukiwa mtumwa wa dhambi au mtumikii Bwana, na hata kama unataja jina la Bwana kinywani mwako, unalitaja bure, alikupi faida yoyote na alina faida yoyote, na wewe una maana yoyote, wala Bwana asikilizi maombi yako, kwa sababu anasema watu hawa, sawa, unitaja kwa vinywa vyao, lakini mioyo yao ipo mbali nami. Kwa hiyo Bwana akuoni wala kusikii, kwa kuwa amesema maombi ya wenye dhambi ni kelele mbele zake. Haleluya! Kwa hiyo hakikisha uwe mtumwa wa haki, uwe mtumwa wa haki, kwa sababu umeshawekwa huru. Hakikisha uishi kama mtu aliyewekwa huru kutoka katika dhambi, katika utumwa wa shetani, kuwa katika utumwa wa Mungu. Kwa ukitoka katika utumwa wa shetani unakuwa katika utumwa wa Mungu, maana kwamba inabidi uitumikie haki forever. Ndio kwa maana hata katika serikali mtu anapohama chama kimoja kwenda chama kingine, huwa anaenda kupewa viapo, anaapa kuwa atakitumikia hicho chama. Kwa maana kwamba zile sheria na zile sheria na ile mikakati ya chama cha kwanza alichokifanyia kazi haitafanya kazi tena, ataivunja, ataitumikia tena, atatumikia mikakati na sheria za chama kingine ambacho ni chama ambacho atakafanyaje, atakachojisajili nacho. Ndivyo ilivyo katika ulimwengu wa roho kuhusu kumtafuta Bwana, kumtumikia Mungu. Kwa hiyo utakapoamua
kutoka kwa shetani, katika maovu, katika utumwa wa giza wa kumtumikia ibilisi na kufanya kampeni ya ibilisi. Wapo watu ambao wanafanya kampeni ya ibilisi, wanasaidia kufanya uinjilisti wa ibilisi, kuhubiri injili ya ibilisi, kufanya kampeni ya ibilisi. Sawa. Kwa utakapotoka huko, unakuja kuwa mtumwa wa haki sasa. Unaanza kumtumikia Mungu sasa. Unafungwa na sheria ya haki. Kwa unaanza kusimamia haki. Ukiona mtu anafanya njia ya upotoshaji, unamuonya, unamkemea. Kwa unakuwa mtumwa wa haki, unaanza kuitekeleza sharti za haki. Haleluya. Unaanza kutekeleza nini? Kutekeleza jukumu la haki sasa. Kwa wewe unakuwa ni mtu ambaye sasa ni mtumwa wa nene, mtumwa wa haki. Kwa tujitahidi tufanye kazi ya Baba katika kutumikia haki, katika kuwa watumwa wa haki. Haki unaweza kuitumikia haki. Haki unaitumikia katika kutenda matendo mema, kushika amri za Mungu, kushika neno la Mungu. Mungu anasema nini? Amesema usiibe, usiibe, usizini, usizini, usisingizie jirani yako, usisingizie, usitamani, usitamani, usiwe mwizi, usiwe mwizi, usiwe shoga, usiwe shoga, usiwe malaya, usiwe mzinzi, usiwe usiwe shoga, usiwe msagaji, usiwe mfilaji, usianze kufanya masturbation, usiangalie picha za ngono, usiangalie liosai. Haleluya. Hapo ndipo unakuwa katika hali ya utumwa wa nene, utumwa wa haki, kwa sababu haki inaanza kujizirisha ndani yako. Umeona? 19. Nasema kwa jinsi ya kibinadamu, kwa sababu ya udhaifu wa mwili yenu, kwa kuwa kama mlivyovitoa viungo vyenu vitumiwe na uchafu na uasi mpate kuasi, vivyo hivyo sasa vitoeni viungo vyenu vitumiwe na haki mpate kutakaswa. Haleluya. Anasema kwa jinsi ya kibinadamu, ya kwamba hapa sio kiroho, kwamba hapa hajaingia roni, hajaingia deep. No. Hapa naongea katika hali ya kibinadamu kama tunavyoongea wewe na mimi. Ndio kama nilikupa mfano wa chama, mfano wa kama hapa Tanzania, sawa? Kuna chama kwa mfano Chadema, CCM na vinginevyo. Unapotoka katika chama cha CCM kwenda Chadema au Chadema kwenda CCM, unahakikisha ya kwamba unachana na sheria ya Chadema, unaenda CCM, unaenda kutumikia sheria ya CCM. Ukitoka CCM kwenda Chadema, unahakikisha unaacha sheria za CCM, unaenda kuambatana na sheria za nini? Za Chadema. Haleluya. Yes, ipo hivyo. Unapotoka katika kugombea urais au ubunge, kwa revu ya viwango, sawa, vina sheria zake na mikakati yake. Kwa unapotoka revu moja kwenda revu nyingine, unaacha ile revu ya kwanza, unaenda kutumikia revu ya pili ambayo ndio ulioshikamana nayo sasa. Haleluya. Yes. Kwa uwezi kutoka hapa kwenda kugombea urais nchi nyingine, alafu bado ukaendelea na zile sheria za nchi yako uliyotoka nayo. No. Kwa sheria za ile nchi yako utaziacha na utaenda kutumikia sheria za ile nchi nyingine. Kwa unapotoka katika dhambi, anasema kama mlivyoweza kutoa mili yenu kinanga. Yes. Mtumishi wangu Frank huwa anasema kinanga. Unapojitoa kinanga, maana kwamba unajitoa kweli. Sawa? Ya kwamba unajitoa kweli. Unapojitoa kwa ajili ya kufanya dhambi, unapojitoa kwa ajili ya kutenda zina. Wapo watu ambao wanajudi kweli kwa uzinzi, anajitoa kweli kwa uzinzi. Yes, akianza kufanya zina mpaka anatukanana, yani amejitoa kweli kwenye kufanya zina. Anaona kama mbingu, dunia haitaisha tena, duniani uko peke yake katika uzinzi. Haleluya. Akiwa amekumbatiwa au amekumbatwa katika zina, anajiona yani amejitoa kikamilifu katika ushoga wake, amejitoa kikamilifu. Anaona yuko sawa, amekubali masharti yote ya ushoga, amekubali masharti yote ya ufilwaji na ufilaji, amekubali masharti yote ya masturbation. Yupo chini ya hiyo sheria, amejitoa kweli. Maandiko anakuambia kama ulivyoweza kujitoa hivyo kwa mwili wako, kuutumia katika njia ya uchafu, ukajitoa. Wapo watu ambao walali kwa sababu uchafu.
Wapo watu wanaosema kusimamia kucha, wanawake wanataka wanaume wasimamie kucha, wanaume pia wanataka wanawake wasimamie kucha, wanataka wakate mauno. Wanajitoa kisawasawa katika maovu, katika hayo mambo. Maandiko anakuambia kama ulivyoweza kujitoa katika hayo mambo, kama ulivyoweza kujitoa katika hizo pombe, katika uvutaji wa sigara, katika hizo bangi, katika mauaji, katika ukibaka wako, kuibia watu pesa, sawa, katika dhulma, katika ufisadi, kama ulivyoweza kujitoa kweli kweli, ulihakikisha kwamba katika dhulma yako haukosei, haukosei, ulikuwa bingwa katika kukamilisha hilo. Maandiko anakusii ndivyo hivyo, jitoe hivyo hivyo katika kutenda haki. Haleluya. Jitoe hivyo hivyo katika kutenda haki, kwa sababu ulipokuwa ukifanya mambo ulikuwa unamtumikia Ibilisi, ulikuwa unamtumikia Shetani. Haleluya. Lakini utakapokuja kutumikia haki, unakuja kumtumikia Mwenyezi Mungu, unakuja kufanya kazi ya Baba. Rilo sana. Hapo ulikuwa unatenda kazi ya Shetani. Ulikuwa unatenda kazi ya Shetani. Haleluya. Ulikuwa unatenda kazi ya Shetani. Unapotoka kule kuja huku kwa Bwana, hakikisha unazitenda kazi ya Bwana. Hakikisha haki inakaa kifuani mwako. Unasimamia kucha kama ulivyokuwa unasimamia kucha kipindi unafanya zinaa, unafanya uzinzi. Yes, kipindi unafilwa, kipindi unafanya ushoga, kipindi unafanya umalaya. Yes, hakikisha kipindi unafanya wizi na udanganifu na ufisadi, ndivyo uje usimamie hivyo hivyo. Kwa hali hiyo hiyo ulikuwa unapenda mkianza kufanya mapenzi mfanye masaa 40, masaa 10. Haleluya, katika mapenzi. Yes, uje hivyo hivyo na hiyo shauku ya hivyo hivyo kwa Bwana, uje utende haki. Real. Haleluya. Uje utende haki. Kama ulivyokuwa unataka kuridhishana katika hali yenu ya uovu, ya machafuko, njoo na hiyo hali hiyo hiyo uje utende haki. Uje na uwe na hiyo hiyo na kiu hiyo hiyo. Haleluya. Hakika Bwana hawezi kukupungukia. Hapo utakuwa umetenda kazi ya Bwana kisawasawa. Kama ulivyokuwa unapenda kutukana kwa ukichokonolewa kidogo tu, yani kama bata nimebonyezwa chiu, ili jizime mpaka ibonyezwe tena. Yani ukiwako umewaka mama, ukiwako umewaka baba, mdomo huo. Yes, njoo na mdomo huo katika kutenda haki. Hiyo shauku hiyo hiyo katika kutenda haki. Uwarejeshe watu kwa Bwana, watu wapate kujua haki ya Bwana. Haleluya. Bwana anakuhitaji upate kufanya kazi yake. Eti muje hivyo hivyo ili mpate kutakaswa, mtende haki katika shauku hiyo hiyo mpate kutakaswa. Njoo mtu wa Mungu, njoo upate kutenda haki ya Bwana, upate kutenda kazi ya Baba. Haleluya. Eti kwa maana mlipokuwa watumwa wa dhambi, mlikuwa huru mbali na haki. Mlipokuwa watumwa wa dhambi, mlikuwa huru mbali na haki. Kwa wewe unayetenda dhambi, upo huru mbali na haki. Ndio kwa maana sometimes hata ukifanya dhambi usikii majuto ndani yako wala maumivu. Unaona sawa, unajifeel good katika maovu, unajifeel comfortable. Upo comfortability kabisa. Comfortability ipo ndani yako, ujasiri wote upo ndani yako, amani na kiburi vimetawala. Yes, ni kwa sababu sawa, upo huru na haki, upo mbali na haki. Lakini utakapokuja ndani ya haki, haleluya, haupo huru tena na haki. Haki na kufunga. Kwa upo huru na haki, lakini upo mfungwa na dhambi, ambazo dhambi ni za Shetani. Haleluya. Mtu wa Mungu, usiwe huru na haki, bali fungwa na haki. Sawa, fungwa na haki, ukawe huru na dhambi. Sawa, dhambi, kufungwa na haki, ile dhambi isiwe sehemu ya maisha yako. Umeona? Isiwe sehemu ya nini? Ya maisha yako. Inabidi ufungwe. Umeona? Inabidi ufungwe. Umeona? Usiwe huru mbali na haki.
Hakikisha unafungwa na haki. Haleluya. Umeona? Hakikisha unafungwa na haki. Usiwe huru mbali na nini? Na haki. Haleluya. Mbali uwe huru mbali na dhambi. Yaani uwe huru mbali na dhambi. Sawa? Badala ya kuwa huru mbali na haki, inabidi uwe huru mbali na dhambi na maovu. Uwe mbali huru na nini? Na maovu. Haleluya. Na dhambi. Bwana wa majeshi atuweze sana. Kwa hiyo kichwa cha somo kinasema kutenda kazi za Baba. Umeona? Yohana 8:34. Umeona? Tuhakikishe tunatenda kazi za Baba. Tuhakikishe tunafanya kazi ya Baba. Haleluya. Yesu akajibu, amini amini nawaambieni, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Yesu akawaambia, amini amini, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Usiwe mtumwa wa dhambi. Kuwa mtumwa wa nuru. Kuwa mtumwa wa haki. Haleluya. Hakikisha unakuwa mtumwa wa haki katika njia zako zote, katika maisha yako yote. Uwe mtumwa wa haki, usiwe mtumwa wa dhambi. Kila anayetenda dhambi ni mtumwa wa dhambi, na ukisha kuwa mtumwa wa dhambi, wewe ni mtumwa wa Ibilisi. Mtu wa Mungu, jitahidi utende kazi za Baba. Tenda haki. Hakikisha unatenda haki. Haleluya. Hakikisha unafanyaje? Unatenda haki. Bwana tuwe sana. Tenda haki, mtu wa Mungu. Tuko maana katika Yohana sura ya 5, sawa, mstari wake 17 inasema, akawajibu, Baba yangu anatenda kazi hata sasa, nami ninatenda kazi. Umeona? Akawajibu, Baba yangu anatenda kazi hata sasa, akasema nami natenda kazi. Umeona? Yesu Baba yake Mungu anatenda kazi mpaka leo. Mungu na yeye Yesu anatenda kazi mpaka leo. Sawa? Baba yake anatenda kazi mpaka leo, na yeye Yesu anatenda kazi mpaka leo. Tuko maana Mungu anakulinda, anakupa uhai. Ile neema ya jua aliloliweka na mwezi na mvua unaviona, ni kazi yake, bado inaendelea, anatenda mpaka leo. Sawa? Haleluya. Anatenda, na Kristo anatenda kazi mpaka leo. Tuko maana tunafanya mambo makubwa katika ulimwengu wa roho. Yes, watu wanaponywa, watu wanabarikiwa, watu wanafunguliwa. Hiyo ni kazi ya Baba na kazi ya Kristo inaotendeka. Kuna wewe, hakikisha unafanya kazi ya Baba. Fanya kazi ya Baba, shika haki, tembea na haki, weka haki, iwe chapeo kifuani mwako, iwe chapeo katika ubao wa moyo wako, iwe ndani ya maisha yako. Haki. Haleluya. Jifunze kutenda haki, tembea na haki. Haleluya. Bwana anataka utende kazi yake. Tenda kazi ya Baba, fanya kazi ya Baba. Mungu mwenyewe anatenda kazi mpaka leo. Yesu mwenyewe anatenda kazi mpaka leo. Semuse wewe mdudu usiyefaa. Haleluya. Mungu anakutaka utende kazi. Mungu anakutaka utende kazi. Neno la Bwana linasema, basi Yethro kuhani wa Midiani, mkwewe Musa alisikia habari ya mambo hayo yote Mungu aliyokuwa amemtendea Musa. Yes, au Musa na Waisraeli watu wake, jinsi Bwana alivyowaleta Israeli kutoka Misri. Basi Yethro kuhani wa Midiani, mkwewe Musa alisikia habari ya mambo hayo yote Mungu aliyokuwa amemtendea Musa na Waisraeli watu wake, jinsi Bwana alivyowaleta Israeli watoke Misri. Umeona? Huyu Yethro ni mkwewe Musa. Alisikia habari ya mambo yote, ya mambo hayo yote Mungu aliyoyatenda, aliyomtendea Musa. Sawa, haleluya. Aliyomtendea Musa na wana wa Israeli, jinsi alivyowatoa nchi ya Misri.
Hiyo, haleluya, hiyo ni ishara ya kazi ya Bwana. Alivyosikia hivyo alishindwa kujivumilia, alikuja, yani alitoka safari kutoka Midiani akaja mpaka kule wakina Moses walikuwa wameweka kambi. Haleluya, sawa. Alikuja kuthibitisha hiyo kazi ya Baba aliyoitenda, kuja kuthibitisha hiyo kazi ya Bwana aliyoitenda. Kumbe tuwajibike. Mungu anafanya kazi mpaka leo, anatenda kazi mpaka leo. Haleluya. Alikuja ili hiyo kazi ya Bwana Mungu, mambo makubwa Mungu aliyofanya yalimtoa Yethro kutoka Midiani kuja kushuhudia sawa yale yote Mungu aliyoyafanya kwa wana wa Israeli, kwa Musa na wana wa Israeli, alivyowatoa katika nchi ya Misri. Hiyo ndio nguvu ya kutenda kazi kwa Bwana. Hiyo ndio nguvu ya kutenda kazi kwa Mungu. Tuhakikishe tunawajibika, tunafanya kazi, tunatenda kazi ya Baba, kwa kuwa Bwana anatenda kazi mpaka leo. Hata sisi na vitu tufanye kazi ya Mungu. Ni upi wito wako? Ni lipi kusudi Mungu aliweka ndani yako? Je, ni hayo maovu unayoyafanya? Acha kuwa mtumwa wa dhambi, bali kuwa mtumwa wa haki. Haleluya. Acha kuwa mtumwa maovu, kuwa mtumwa mtenda mema. Utumwa wa haki uwe sema maisha yako. Fungwa na haki, usifungwe na maovu. Wapo watu wamefungwa na maovu maisha yao yote. Ni dhuluma kwenda mbele. Bwana hajakuita hivyo. Mungu anakuita, anakutaka wewe leo uwe mtenda haki, ufungwe na haki, ufungwe na sheria ya haki, upate kumsikiliza Bwana na kuangalia matendo yake makuu, akutumia wewe kama chombo kwa ajili ya maisha yako na kwa ajili ya watu wengine. Haleluya. Tuhakikishe tunawajibika, tutende kazi ya Baba, tutende kazi ya Bwana, tutende kazi ya Bwana, tutende kazi ya Baba, kwa sababu hata yeye pia mwenyewe bado anatenda kazi. Kwa maana mpaka leo kuna wakati unamuomba Mungu, nifanyie 1 2 3, ili apate kufanya inabidi atende kazi. Inabidi atende kazi ndipo matokeo yaone wewe. Sasa wewe unataka yeye atende kazi kwako wewe, lakini wewe hutaki kutenda kazi yake yeye. Unaona mambo yalivyo. Wanasema ukipenda tunda, penda na mti. Watu wengi wanapenda tunda lakini mti hawataki. Wanachukia mti. Wanachukia mti ambaye ni Kristo. Wanapenda matunda kutoka kwa Bwana. Matunda kutoka kwa Kristo, baraka, mafanikio, majibu ya maswali walionayo, majibu ya maumivu walionayo, lakini hawataki kumpenda yule ambaye, haleluya, yule ambaye anayewapa yoyote, anayewatendea hayo yote. Hawamtaki wala hawamhitaji. No. Penda kwanza mti, mpende kwanza Kristo, afu ndipo utapata matunda yake. Kama mti unawachaki holela, unategemea matunda mazuri yatatokea? Unaweza ukapanda mahindi tu usiparie ukategemea utapata mahindi mazuri kweli, utavuna mahindi mazuri kweli? Usitegemee. Hakikisha unaparia na matunda mahindi ili atoke mazuri, mahindi yachanua vizuri. Huku chini inabidi kupaririwe, ambako ndiko kwenye mizizi, kwenye miti, kwenye mti wake. Ule mti ndio unasababisha matunda yaliyoko juu yatoke vizuri. Lakini nyinyi mnapenda mambo kutoka kwa Bwana. Wapo watu wanamtumia Bwana kwa faida zao. Wanamtumia Bwana kama kitega uchumi chao. Wanamtumia Kristo kama kitega uchumi chao. Hawapo tayari kumtumikia Bwana. Hawapo tayari kumtumikia Kristo. Hawapo tayari kufanya kazi ya Baba. Lakini wao wako tayari Bwana awafanyie wao kazi ya pumbavu. Mnataka Mungu ajishughulishe na maisha yenu, lakini nyinyi hamtaki kujishughulisha na kile Bwana anachokitaka. Unataka katika maovu yako yote, dhambi zako zote, Mungu azidi kufanya kazi kwa ajili kulinda wewe mpumbavu na dhambi zako. Haleluya. Yeye anataka uwe mtu mwenye haki. Ndio kwa maana nimesema ombi ya Mwenyezi Mungu ni chukizo, ni kelele mbele zake. Wewe unategemea muda yeye kukusikiliza na upata wapi? Maana amesema maombi yako ni kelele. Haleluya. Watu wa Mungu, hakikisha unatoka huko.
usiwe katika hiyo hali ya kuwa mtumwa wa dhambi, mtumwa wa dunia. Jinsi ulivyojitoa katika dunia kinanga nanga, ulitoa kweli kweli, ulikuwa na juhudi na bidii katika dunia, ulikuwa unachesha pabu, ba, bichi, unafanya mapenzi hadharani, unatembea uchi utupu, mwili wako utupu hadharani, unaposti picha zako utupu hadharani. Unapokuja katika haki, fanya haki, sawa? Jitahidi kama ulivyokuwa unafanya juhudi kufanya katika hiyo maovu, hizo juhudi zifanye katika kutenda haki. Uwe mtumwa wa haki. Jitahidi kutenda haki kwa nguvu zako zote, kama ulivyokuwa ukifanya nguvu zako zote kwenda beach, kwenda kuzini, kwenda kujiposti, kupiga picha za uchi za utupu, kama unavyofanya kufanya masturbation, kuchezea simu zako za siri, unapost mtandaoni. Haleluya! Kama unavyofanyaga juhudi ya kuweka vimahumbo visivyofaa katika sehemu zako za siri, kama wewe mwanaume unavyosimama kufanya masturbation katika juhudi zako zote, unapokuja kwa Bwana, achana na hayo mambo, sio mtumwa wa hayo mambo. Kuja kwa Bwana uwe mtumwa wa haki, alafu uonyeshe juhudi ulizokuwa ukizifanya wakati unafanya masturbation, juhudi ulikuwa unazifanya wakati unajichoa mwanamke, unachezea sehemu zako za siri, unaingiza vitu visivyofaa sehemu zako za siri, unaribu mwili wako. Njio utumikie haki katika juhudi hizo ulizokuwa nazo katika hayo mambo ya machafuko, uje uonyeshe katika haki. Haleluya! Bwana anakutaka upate kufanya kazi yake. Bwana anakutaka upate kufanya kazi yake, ufanye kazi ya Baba. Haleluya! Bwana atuwe sana, upate kufanya kazi ya Baba. Yohana sura 6:38, eti kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni ili niyafanye mapenzi yangu, bali mapenzi yake aliyenipeleka. Kristo anasema yeye akushuka duniani ili aje afanye mapenzi yake, bali ya mapenzi ya yule aliyempeleka, ambaye ni Baba yake. Wewe umeletwa duniani ufanye nini? Hayo unayofanya ndio ulioletewa duniani, ndio mapenzi ulioletewa duniani wewe, kwa akili zako timama. Haleluya! Tumeletwa duniani tufanye kazi ya Bwana. Ndio kwa maana angalia umbaji, walipewa jukumu walioumbwa wakina baba yetu, wazee wetu, ambao ndio tunafuata, si wa ukoo wa Adamu, sawa, wa Adamu na Eva, Adamu na Hawa, sawa, ambao ni wazee wetu. Walipewa jukumu, alipewa jukumu la kusimamia bustani ya Eden, kuwapa viumbe majina, walipewa majukumu wale watu. Wanafikiri kuja tu kuzaa kuongezeka ndio jukumu hilo tu? Sio hilo tu baba, mama, kaka, dada. No. Ni kuwajibika. Kwanza ni wajibu hata kuzaa kwanza. Unajua kama kuzaa ni kuwajibika. Unawajibika, unatimiza lile neno ambalo alikupa ulifanya. Lakini mnawajibika katika hilo tu. Mwanadamu alipewa jukumu la kutawala dunia. Haleluya! Bwana anakuhitaji upate kufanya kazi yake. Timiza, fanya kazi ya Baba. Timiza wajibu wako, ni kufanya kazi ya Mungu. Tenda haki, simamia haki, shika neno la Bwana, tembea katika mapenzi ya matakatifu, katika njia takatifu. Muogope Mungu, muogope Mungu, muogope Mungu, muogope Mungu, muogope Mungu. Bwana tuwe sana. Fanya kazi ya Baba. Tumeletwa kufanya kazi ya Bwana, tumeletwa kufanya kazi ya Bwana. Mwanadamu ni udhihirisho wa mfano wa Bwana duniani. Mwanadamu ni udhihirisho na uthibitisho wa mfano wa Mungu duniani. Kwa wanapokuona wewe, wanaona uso wa Bwana. Mwana amesema tutamuumba mtu huyu kwa mfano wetu. Kwa wanapokuona wanaona udhihirisho wa Bwana, wanaona utukufu wa Bwana. Tenda kazi ya Mungu. Haleluya! Tenda kazi ya Mungu, tenda kazi ya Mungu. Haleluya! Marko sura ya 1 mstari wa 16 mpaka 20, neno la Bwana linasema, na alipokuwa akipita kando ya bahari ya Galilaya, akamwona Simeoni na Andrea nduguye wakitupa jarife baharini,
kwa maana walikuwa wavuvi. 17. Yesu akamwambia njoni mnifuate, nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Yesu akawaambia njoni mnifuate, nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. 18. Mara wakaziacha nyavu zao wakamfuata. 19. Akaendelea mbele kidogo, akamwona Yakobo wa Zebedayo na Yohana nduguye, nao pia walikuwa chomboni wakizitengeneza nyavu zao. 20. Mara akawaita, wakamwacha baba zao Zebedayo ndani ya chombo pamoja na watu wa mshahara, wakaenda wakamfuata. Haleluya! Umesikia mtu wa Mungu? Hawa watu waliitwa. Hebu just imagine, hebu jaribu kutathmini na kutafakari. Hawa watu Yesu hawamjui, sawa? Hawamjui. Haleluya! Hawamjui Yesu, lakini akawakuta wapo katika jukumu lao ya kufanya kazi. Walikuwa wanafanya kazi zao ambazo ndizo kazi wanazitegemea, na zile kazi hazikuwa zenye dhambi wala zilikuwa na machafuko wala machukizo mbele ya Mwenyezi Mungu. Wanajitafutia riziki kwa ajili ya familia zao na watoto wao wasome nini, 1 2 3, na malengo na mipango. Lakini Yesu akafika pale, kawaita eti njoni mnifuate, eti na wao mara moja wakaacha wakamfuata. Hivi unaona ni utii kiasi gani? Au unajifunza nini hapo? Wakaziacha zile kazi, wakamua kutoka mfuate. Na hawa wengine pia kina Yakobo na Yohana walimua kuacha baba yao, wakamwacha pamoja na watu wengine wa mishahara, wakamfuata kwa neno, njoo mnifuate. Sio wala kuongea mara 10 mara 7 mara moja tu. Watu wakamfuata ili wapate kufanyaje? Kufanya kazi. Akasema nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Haleluya, haleluya! Njoo uwe mvuvi wa watu. Uwe umalaya yako, njoo huku. Kama unavyowavutia watu wengi kwenye umalaya, njoo wavutie watu wengi wajue haki. Kama unavyowaangusha watu wengi katika dhambi, njoo huku utende haki, watu wengi wapate haki. Wewe una nyota ya maovu, hiyo nyota yako njoo kuitende haki. Haleluya! Hiyo nyota yako njoo we kaka, hiyo nyota yako njoo kutende haki, ili hiyo nyota yako iwavute, iwaite, iwatoe watu katika dhambi wake kwenye haki. Yes, badilisha jambo mbovu kwa njema kwa Bwana. Unaonekana wewe ni bingwa, umepewa hiyo neema, iko karama, sawa, ya ushoga. Umepewa kile kipaji cha ushoga, ni karama na kipawa umepewa cha ushoga, cha umalaya, cha usagaji, cha ufilwa, cha kufila. Umepewa hiyo karama. Yes, hiyo karama, hiyo juhudi unayoonyesha mali hapo, njoo huko kwenye haki, iwavute watu, kipate kuwavuta watu, kuwaita watu waanze kutenda haki, wachana na hiyo maovu. Haleluya! Fanya kazi ya Bwana. Bwana anakuita. Acha hiyo kazi unaoifanya kama ifai. Ipo siku nitakuja kuwaleteeni ushuhuda kuhusu kazi yangu nilikuwa nikifanya, na Bwana aliniambia niachane nayo, kwa kuwa hiyo kazi ilikuwa ikichangia kuangusha watu wengine katika dhambi. Haleluya! Nilikuwa nafanya kazi yangu kwa uadilifu na kwa uaminifu, nikitumaini ya kwamba ni kazi ambayo ndiyo Mungu amenipa, napata riziki. Kumbe ni kazi ambayo inachangia kwa potosha watu wa Mungu. Bwana kaniambia, mwanangu, kazi yako usipendezwe nayo. Au watu inabidi watoe waje huko, lakini wewe unapofanya hiyo kazi ni kama unazidi kuwakandamiza, na wewe nimekuita ili upate kuwatoa huko. Bwana kaniambia, hiyo kazi sitaki tena kuona nayo. Niliamua kuacha kazi yangu.
Yamkini na wewe ni shoga, ni malaya, ndo unasema ndo kazi yako unayofanya, unalipa kodi, unafanya kila kitu, lakini hiyo kazi Bwana anakuambia haitaki. Njoo kwake, atakupa kazi inayofaa. Haleluya. Yamkini wizi, ufisadi, unafiki, uzinzi ndio kazi. Sawa, masturbation ndio kazi yako. Haleluya. Wakina Simeoni, haleluya, waliacha kazi yao nzuri. Kwanza ni nzuri, mimi naweza nikasema kazi yangu ilikuwa mbaya. Yes, kwa kuwa Bwana alinishuhudia. Waliacha kazi yao nzuri. Hata wewe unaweza ukaacha kazi yako nzuri kwa ajili ya kutenda kazi ya Bwana. Walimfuata wakaanza kufanya kazi ya Bwana. Haleluya, haleluya. Njoo ufanye kazi ya Bwana. Njoo ufanye kazi ya Bwana, kwa kuwa Bwana anakuita. Anakuita. Zipo kazi zingine ambazo unaweza kuzifanya zinakuzuia wewe kwenda katika ufalme wa mbinguni, wewe kumuona Bwana kwa viwango vikubwa, wewe kutokupata majibu na matokeo yanayofaa na sahihi. Haleluya, haleluya. Kaka, baba, njoni huku tutafute haki. Njoni tutende haki. Simamia haki mahala ulipo, kazini kwako, nyumbani kwako, barabarani, mitaani. Tenda haki, zingatia sheria za Bwana. Bwana anasema nini? Muogope Mungu, mheshimu Mungu. Haleluya. Mheshimu Mungu, mheshimu Mungu. Na nyinyi madada, njoni, acheni kujihusisha na mambo yasiyofaa. Umalaya sio kazi. Haleluya. Acheni kujihusisha. Leo kumeinuka mafundisho yasiyofaa ya upotoshaji mitandaoni. Wanawake wanapotoshwa sana leo. Msidanganywe. Usidanganywe uliye mdogo, mtoto mdogo, usidanganywe. Maandiko yamesema usidanganywe. Haleluya. Anayetenda haki, huyo ana haki katika yule atendaye haki. Ukitenda haki, una haki kati ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ni mwenye haki. Leo mnapotoshwa. Haleluya. Bwana anawaita. Bwana anawaita mpate kufanya kazi yake. Bwana anawaita mpate kufanya kazi yake. Bwana anawaita mpate kutenda kazi yake. Hao watu waliacha mambo yao yote wakamfuata Yesu. Wakamfuata ambaye Yesu hawakumjua. Kama walikuja kumjua ni hapo baadaye, lakini aliwaita kujitambulisha ya kwamba mimi ndio mwana wa Mungu, mimi ndio Messi, mimi ndio Rabi. Aliwaita tu, njoni mnifuate. Na wewe leo Kristo anakuita mfuate. Njoo umfuate upate kutenda kazi yake. Tenda kazi ya Baba. Haleluya. Jishughulishe na kazi ya Baba na yeye atajishughulisha na kazi yako. Jishughulishe na maisha yake yeye na yeye atajishughulisha na maisha yako wewe. Haleluya. Haleluya. Bwana anakuhitaji, mtu wa Mungu. Njoo upate kumtumikia Bwana. Ishi katika maisha matakatifu na maisha yenye haki. Mungu ndiye anayetaka kwako. Haleluya. Yohana sura ya 9 mstari wa 4 inasema, imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka, maadamu ni mchana, usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi. Inatupasa tufanye kazi wakati huu bado ni mchana. Inatupasa tufanye kazi ya yule ambaye aliyetuleta duniani, aliyekusudia tuwepo duniani maadamu ni mchana, kwa sababu usiku waja ambapo mtu asipoweza kufanya kazi tena. Unajua usiku ni upi? Ni wakati ambapo umeshadondokea kwenye shimo, utakuwa hujiwezi tena, mauti yamesha kufikia, shida, matatizo yamekukumba. Ndipo watu wanajikuta wanaanza kukumbuka Mungu. Mungu na yeye wakati huo anaanza kuwaacha, mpaka upitie kwanza akwambie usijiona wewe unafaa sana. Wakati ni huu sasa. Mtafute Bwana. We binti, we kijana, we baba, we mama, mtafute Bwana wakati bado ni mchana, kwa sababu muda waja, wakati unakuja ambapo utaweza, usiku unakuja ambapo utaweza kufanya kazi tena. Utaweza kufanya kazi tena, kwa sababu utakuwa ujiwezi tena. Haleluya. Muda ni sasa, mtumikie Bwana.
katika hizo juhudi sawa za huyu mwanamke. Wanawake kwa mfano, mwanamke anaangusha unaangusha kila mtu wa aina yoyote. Mwanamke unaangusha mchungaji, unaangusha mwinjilisti, unaangusha kibaka, unaangusha wenye pesa, unaangusha asiyekuwa na pesa, unaangusha mwembamba, unaangusha bonge, unaangusha mrefu, unaangusha raisi, unaangusha waziri, mbunge. Yani wewe unaangusha mtu wa aina yoyote katika zambi, katika machafuko. Hivi unahisi una nguvu ya roho ni kiasi gani, ambayo hiyo nguvu unaitumia katika giza, katika zambi, ungelitumia katika utafuta ufalme wa Mungu, kumtumikia Mungu. Unajua ungekuwa mtu mkubwa kiasi gani, ungekuwa na jina kiasi gani. Hiyo nguvu ulionayo ya ziada ya kuangusha watu wa karakta aina yoyote, wa staili yoyote, design yoyote, haleluya, wa maumbili aina yoyote, wewe unaangusha, una uwezo wa kuangusha, haleluya, katika maovu, katika zambi. Unajua hiyo ungelitumia katika kumtafuta Bwana, kujikamilishia utakatifu na mambo yako yote. Unadhani ungelikuwa mtu wa aina gani? Njoo dada, tenda haki, achana nayo mambo maovu. Bwana anataka utende kazi yake, haleluya. Katika ukujuza, katika hivyo vijumbe madangulo mnakokaa huko, makundi, haleluya, toka huko. Kuna sehemu ukipita unaitwa tu kaka, yani unatongozwa na wanawake. Kuna sehemu ukijichanganya tu ukipita unatongozwa, unavutwa. Hawajui hata wewe unavutwa ni mtumishi wa Mungu. Wanakuvuta njoo. Wanaongea maneno ya ovyo. Haleluya. Dunia imefika huko. Mungu anakuvuria nguo, hona, niko safi. Mimi ni bora. Sometimes anakuambia mimi ni bora kuliko mkeo. Mimi ni bora kuliko shemegi. Ovyo. Hayo yote ni mahofu. Bwana anataka mtumikie Bwana, mumrudie Bwana, mupate kufanya kazi yake. Haleluya. Bwana anataka tupate kufanya kazi yake, ambayo ni kazi aliyotuletea duniani. Ni wakati, ni sasa, muda ni sasa, ambapo bado ni mchana tunaona. Siku inakuja ambapo utaweza kuona, utaweza kufanya kazi tena, utaweza kuongea tena, utaweza kuona, utaweza kutembea, utaweza kushika chochote. Siku inakuja, wakati ni sasa. Tumtafute Bwana, tuifanye kazi ya Bwana. Haleluya. Tuifanye kazi ya Mungu aliyotuletea duniani, katika familia, katika koo, katika jamii. Haleluya. Ndani ya ndoa, hakikisha mnaanza kutimiza kazi ya Bwana. Sio lazima tuende mitano kahubiri, no. Shika sheria ya Bwana, ishi maisha matakatifu. Hiyo ndiyo haki Bwana anayoitaka. Acha dhuluma. Haleluya. Rilo sara blanta ikarashi dilosa. Ishi maisha yanayompendeza Bwana. Bwana anakuhitaji. Bwana anakuhitaji. Bwana anakuhitaji ubadilike. Bwana anakuhitaji upate kugeuka. Mala popote ulipo, kama neno hili litakugusa na utatamani kugeuka na kubadilika. Haleluya. Bwana akapate kubadilisha. Bwana akapate kuonekanikia. Tubu, geuka, upate kuzifanya kazi ya Bwana. Nenda ukatubu. Bwana ni mwingi wa rehema. Bwana ni mwingi wa rehema. Anasema mavuno ni mengi, wafanyakazi ni wachache. Nyumbani mwa Bwana mna makao mengi. Haleluya. Na kama sivyo ningaliwaambia, njoo kwa Bwana ufanye kazi. Mavuno ni mengi, njoo uvune mavuno. Ndani kwake kuna makao, njoo ukae. Space ipo, njoo katika ufalme wa haki, katika ufalme wa Mungu. Uishi kama Bwana alivyotaka uishi. Aliyetenda dhambi ni mtumwa wa dhambi, na aliyetenda haki ni mtumwa wa haki. Maana kwamba ukitenda dhambi ni mtumwa wa shetani, wewe ni mwana wa shetani. Haleluya. Na aliyetenda haki ni mwana wa Mungu. Ndivyo ilivyo. Hiyo haina mjadala. Haleluya. Mtu wa Mungu, Bwana anakuita na Bwana kubariki sana kwa neno hili.
likawe baraka kwako na kwangu. Kama utahitaji labda na swali na jambo lolote, unahitaji kubadilika au kutubu, basi unaweza ukatuma hata ujumbe kwenye comment yes, au naam, unaweza ukaandika hata inbox ili upate kama una jambo lolote au una jambo lolote, mfano kutubu, maombi, mwongozo, swali, basi unaweza kutuma kwenye comment. Au unahitaji labda mawasiliano, basi utapewa mwongozo ili Bwana apate kukuhudumia. Karibu sana, muda ni sasa. Usiofie, usiangalie macho ya watu watakuonaje. No, kama ulivyozaliwa mwenyewe duniani, ulikuja mwenyewe na kuondoka utaondoka peke yako. Utaondoka na mtu aliyeko pembeni yako. Haleluya. Kwa usiangalie mtu yoyote aliyeko pembeni yako. Fanya kwa ajili ya Mungu wako. Mtazame Bwana, sio katika njia mbovu. Fanya katika njia takatifu ya kumpendeza Bwana. Wapo watu ambao wanashauriana, hasa wanawake siku hizi nasikia kuna mafundisho wanapeana kiburi katika mambo ya giza, mambo maovu ambayo Mungu akubaliana nayo. Hayo yote hayafai. Haleluya. Fanya, usimtazame mtu wa pembeni yako katika njia Bwana anayotaka ili upate kumpendeza yeye. Lakini usifanye hivyo kwa ajili ya maovu yako, ya neno lako la ufisadi, ya chuki yako binafsi moyoni mwako, kwa ajili ya kufanyaje? Kwa ajili ya kuharibu watu wa Mungu. No. Haleluya. Nitakuja kuelewesha vizuri na kutoa somo vizuri kuhusu ili ndogo ambalo nimelikusia.